Naitwa Hasina Salim Buheti, nafanya kazi ofisi za UNESCO, ni ofisa wa elimu, afya pamoja katika mradi wa O3 project katika program ya Education for Health and Well-being, ambayo kwenye O3 project tuna O3 project ambayo inafanya kwenye basic education, lakini tuna O3 plus ambayo inafanya kwenye higher and tertiary education kwenye vyuo vikuu. Kwa hiyo kilichotukutanisha hapa ni program ya O3 plus ambayo tunaifanya kwa Tanzania nzima. Ni program ya kanda, nchi za kusini na mwa jangwa la Sahara pamoja na baadhi ya nchi za Afrika ya Kati, lakini kwa Tanzania tunafanya katika vyuo havipungui 26 ikiwemo Zanzibar University. Kwa hiyo kwa leo tupo katika mafunzo ambayo ni miongoni mwa kuandaa wanafunzi kuweza kutekeleza malengo ya mradi huu, na lengo la mradi huu ni kuwafanya wanafunzi wa vyuo waishi kwa amani, waishi kwa nidhamu na waweze kugraduate with A na not AIDS. Kwa hiyo wawe mbali na magonjwa, waweze kushirikiana, kuwe hakuna masuala ya udhalilishaji katika chuo, na iwe chuo ni sehemu salama kwa ajili ya watu kujifunza na kuondosha zile changamoto ambazo zinawazunguka, mwisho wa siku huwa wanashindwa kukamilisha masomo yao. Kwa hiyo tuna CSE online course ambayo tunasema ni Comprehensive Sexuality Education. Hii tumefanya installment kwenye mfumo wa Zanzibar University, na tunatarajia tukifungua chuo wanafunzi wote wataweza kujifunza na watapata vyeti watakapokuwa wamemaliza hiyo kozi katika huo mfumo. Lakini hapa leo tunao pia educator 26 ambao tunasoma physically haya ambayo watajifunza kwenye online course, ili wao wawe balozi katika chuo kikuu kuwahamasisha wenzao kuweza kujifunza hiyo online course, lakini pia kuwasaidia kuwaeleza sehemu ambazo wanaweza kupata msaada. Kwa mfano, kama mwanafunzi amepata tatizo la gender based violence au amefanyiwa udhalilishaji, basi ajue kama kuna gender desk katika chuo na aweze kuripoti. Wawasaidie wanafunzi kupata taarifa sahihi kuhusu maisha yao, mahusiano ya chuo, urafiki, lakini waweze kuishi maisha halisi katika vyuo, kwa sababu tunajua kwamba Life Campus ina uhuru mkubwa ambao kwa wazazi wao hawakuwa nao kwa mfano. Kwa hiyo ili na huku aliko free aweze kuishi salama na amani, basi kozi hii au elimu hii inaweza kumsaidia kwa asilimia 90 yeye kuweza kugraduate akiwa yuko salama, lakini akawa amepata matokeo mazuri. Na kwa sababu kozi hii ina miongoni mwa kozi zake au miongoni mwa moduli zake kuna financial management. Kwa hiyo humu pia wanafundishwa jinsi gani ya kufanya matumizi sahihi ya pesa za bumu ambazo wanapewa, ili kupunguza kujichanganya au kuchanganyikiwa wakati wakiwa wapo chuoni. Na taaluma hii inaweza ikawa ni bora zaidi. Kwa hiyo wao ni mabalozi wa kuwasaidia wenzao. Kuna watu kuna mambo yanawezekana yakashindikana kwa basa, lakini kama tutakuwa tumewapa taaluma mapema, tukawashauri namna ya kuishi chuoni, namna ya kutumia pesa vizuri, basi tunaamini tunaweza tukapunguza migogoro katika ofisi za dini na kukawa na maisha mazuri na yenye tija, pamoja na kugraduate with A. That is our motto. We need our students to graduate with A, na sio kuwa wengi drop. Isiwe mahusiano, kuna issue za mahusiano, wanafunzi wengi wanashindwa kumaliza masomo yao kwa sababu ya mahusiano. Kwa hiyo tunawafundisha wajue mahusiano sahihi na namna gani ya kuishi, ajue mahusiano gani yana afya, amjue rafiki gani ni mwema na na viashiria vipi vinaomba huyu si rafiki mwema, ili aweze kufanya maamuzi ya nani aweze kusoma naye, nani aweze kuishi naye akiwa katika Life Campus. Asante.